D-Voice akishirikiana na Zuchu, kuna goma kali sana ambalo limetoka. Goma hilo linaitwa Baridi. Ngoja nikuambie, hebu usiondoke, nikuambie kwa nini nimekusogezea hii taarifa kuhusiana na wimbo wa D-Voice pamoja na Zuchu. Wimbo unaitwa Baridi. Wimbo huu umekuwa ni wimbo ambao una surprise kubwa zaidi, maana tumezoea kuwaona D-Voice pamoja na Zuchu wanaimba wimbo mmoja na wanafanya vizuri zaidi, lakini huu wimbo umekuwa ni wa kipekee zaidi na umekuwa ni wa tofauti zaidi kutokana na jinsi ambavyo walivyoanza ubunifu kuanzia kwenye audio mpaka kwenye video. Na hapa ninaanza kuelezea jinsi ambavyo audio ilivyokawa. Audio kwa kweli ameweza kujitahidi kutengeneza audio ambayo sauti yake, sauti ya D-Voice ukiitazama jinsi ambavyo alizoimba ngoma zingine na ngoma hii hapa ambayo inaitwa Baridi, na kwa ni vitu tofauti zaidi, na ubora ambao ameufanya humu ndani katika upande wa sauti umekuwa uko vizuri zaidi, lakini pia biti ambalo ameweza kulitumia katika wimbo huu hapa wa Baridi, unaona bwana, unaitwa Baridi, na vitu ambavyo vimepewa kipaumbele zaidi katika mwandishi jinsi alivyoandika wimbo huu hapa. Amegusia zaidi mapenzi, mahusiano ya mapenzi, maana D-Voice amekuwa ni amelalamika na kusema kabisa kama jinsi ambavyo watu wengine wanajivunia kupenda vya kwao, basi yeye ndio hivyo tena, amempenda mpenzi wake na anaamini katika chochote kile ambacho anaishi nacho katika maisha ya dunia akiwa wote wawili, hiyo ndio furaha yake. Ameweza kunyambua vizuri zaidi mahusiano ya kimapenzi, na itambulike D-Voice bwana ni mtaalamu zaidi katika upande wa kutunga. Ndio maana hata pale WCB Wasafi Classic aliweza kusainiwa haraka iwezekanavyo, kwa sababu historia ya kuweza kusajiliwa pale ni pamoja na jinsi ambavyo D-Voice alivyokawa, alimeenda pale na kukutana na Zuchu baada ya kuwa ameweza kumwangalia D-Voice na kuonekana kuwa anaweza kutunga vizuri zaidi, mashairi mazuri, na anaweza kuimba nyimbo za aina tofauti tofauti. Ndipo aliweza kumpigia simu Diamond Platnumz, wakati ambao Diamond Platnumz alikuwa hayupo nchini Tanzania, alikuwa ametoka katika safari ya nje, alikuwa katika show zake huko na harakati zingine. Baada ya kuwa huko, akaweza kumwambia kwamba kuna msanii ambaye anafanya vizuri zaidi katika upande wa kutunga, lakini pia anaimba miondoko yote. Itambulike kuwa D-Voice anaimba singeli, lakini pia anaimba bongo flavor, anapiga zuku na aina ya muziki ambao Diamond Platnumz anaweza kufanya. Lakini pia amekuwa ni mtu ambaye anajifunza zaidi mionekano juu ya kucheza muziki, kwa sababu sanaa sasa hivi imebadilika kwelikweli. Inabidi ufahamu njia tofauti tofauti katika kuhakikisha unanyumbulika vizuri zaidi katika mashabiki zako. Na kitu kingine ambacho Zuchu ameweza kukifanya katika wimbo huu hapa, ameimba katika sauti ambayo kiukweli unaweza kujiuliza mara mbili kwamba huyu mwanamke wakati anaimba hii sauti alikuwa amejiandaa, amekula mayai kiasi gani, au debe mbili za mayai ndio akaingia kuweza kufanyaje, kuweza kuingiza vocal au chorus ya jinsi ambavyo ameimba. Kiukweli biti imekuwa tamu na producer ameweza kumix vizuri, lakini pia sauti ya harisia zimeweza kusikika katika ndimi zao, unaona bwana. Kwa hiyo Zuchu na D-Voice imekuwa ni chemistry nzuri na inafanya poa zaidi, hasa kwa zama hizi hapa, na kiasi kwamba naamini kwamba wimbo huu wa Baridi utapokelewa na wadau watazidi kusearch na kusikiliza zaidi. Lakini kitu kingine, video yake imeonekana kuwa na ubunifu wa hali ya juu, ubunifu mkubwa sana ambao umeoneshwa katika video hii. Basi ili uweze kufahamu mengi zaidi ambayo yamo katika wimbo huu hapa, basi fanya kitu kimoja, wewe nenda kwenye akaunti ya D-Voice pale, andika D-Voice Baridi, utapata kuona video nzima na utaniambia hiki ambacho nimesema kwamba video kali lakini pia audio ni kali. Bana, mimi nikushukuru kwa muda wako, lakini kama bado hujasubscribe, fanya usubscribe. Nikutakie wakati mwema hadi wakati mwingine tena. Bye bye.